upendo wako, asante kwa huruma zako, asante kwa msamaha wa dhambi unaoachilia katika msalaba kwa damu ya Calvary, kwa uwezo wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza, tunakushukuru, tunakutegemea, tunakuhitaji. Sikia tena Baba, tuangalie kwa huruma na rehema, tutakase kwa damu ya Yesu, tutakase kwa damu yako, tutakase Tanzania, takasa nchi yetu, takasa nchi yetu Bwana, takasa na kulitimiza lile la kwako ambalo umelikusudia kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya majira haya, kwa ajili ya mwaka huu na miaka ijayo. Katimize Baba, kafanye kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, nazidi kukuomba mkono wako wenye nguvu na uweza ukawaponye, ukawaokoe, ukawatakase, ukawawishe watu wako katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako zikawawezeshe sasa walio vitandani kwa magonjwa, walio katika mahospitali na majumbani, walio katika huzuni na taabu. Mungu ni Mungu Baba mwenye huruma na rehema. Tunaomba huruma zako na ufadhili wako na udhamini wako kwa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Tazame na mpendwa huyu anayesikiliza sasa, naomba mbingu zako ziruhusu jambo lifanyike kwake. Naomba Bwana jambo likatendeke kwake. Ninaomba nguvu yako ikatuepushie, ikatuondolee ile dhambi ya kitaifa. Neema yako ikatuondolee, damu yako ikasimame na kuisafisha Tanzania iliyojaa damu, iliyojaa maovu. Bwana, itakase, iponye kanisa, watumishi, serikali, kila mmoja kwa damu ya milele, kwa damu ya milele, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Msaada wetu katika wewe Bwana uliyeziumba mbingu na nchi. Kwa mpendwa huyu asikiae, msaada wake utakuwa katika wewe. Bwana ndiwe mchungaji, Bwana ndiwe mchungaji, mchungaji mwema ambaye umeutoa uhai wako kwa ajili ya Watanzania. Umeutoa uhai wako Yesu kwa ajili ya huyu mtu. Umeutoa uhai wako kwa ajili yangu. Umetoa uhai wako ili tupate kuwa salama, ili tupate kuponywa, ili tupate kutakaswa, ili tupate kuinuliwa, ili tupate kufunguliwa. Asante, asante Mwokozi, asante Jehova, asante Mfalme, asante kwa rehema na neema, asante kwa pendo lako, asante kwa uaminifu wako. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe sana Mungu wetu, Baba yetu, uhimidiwe kwa utukufu wa jina lako, sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kuupangua mpango wote na nguvu zinazofuatilia na upingamizi unaoendelea kushambulia huduma, kushambulia madhabahu, kushambulia kanisa, kushambulia kwenye mtandao, kwenye anga. Na vuruga na pangua malaika, pita safisha kwa jina la Yesu, kwenye mbingu, kwenye anga, katika maeneo yote, katika jina lako Bwana wangu, Mwokozi wangu. Ninaomba tawala, ninaomba miliki, ninaomba tawala, ninaomba miliki. Utukufu wote na nguvu ni zako Baba wa milele, Baba wa rehema. Ni katika jina la Yesu Kristo, lenye utukufu, lenye nguvu, lenye uweza, lenye mamlaka, lenye kuponya, lenye kuokoa. Utukufu na nguvu ni zako milele, Bwana wa mabwana, daima milele na milele. Litukuzwe, lisifiwe, lihimidiwe jina lako, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Neema yake Bwana Yesu Kristo ikae nawe, ikae nasi na nguvu na uweza. Tumshukuru Mungu ambaye ametuamsha tena katika wiki hii. Tumshukuru na tumtumikie. Tuhakikishe tunapata neno lake kila wakati. Tuhakikishe neno lake linaingia ndani yetu vya kutosha. Neno la Mungu linajaza mioyo yetu vya kutosha, ili tuwe na nguvu ya kutosha ya kiroho ya kuendelea na safari. Amina. Ujumbe wa neno la Mungu unatoka katika kitabu kile cha Isaya, sura ile ya kwanza. Katika sura ya kwanza kitabu cha Isaya kuna mambo mengi sana. Na hapa Mungu anasema na habari ya taifa lenye dhambi. Dhambi ya kitaifa. Kuna dhambi ya kitaifa inaelezwa hapa. Dhambi ya kitaifa na mikono yenye damu. Dhambi ya kitaifa na mikono yenye damu. Mikono yenye damu na dhambi ya kitaifa. Yaani taifa limehusika. Kuna dhambi ya mtu mmoja mmoja, lakini kuna mahali inafika sasa inakuwa ni dhambi ya kitaifa. Maandiko yatatuambia. Twende tusome neno la Mungu. Sura ya kwanza na mstari ule wa 4, Isaya 1 mstari wa 4 anasema, ole wake taifa lenye dhambi. Ole wake taifa lenye dhambi.
watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana na kurudi nyuma. Mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Twende tuangalie mstari ule wa 10. Lisikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wenu, enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Asema Bwana. Nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala ya wana kondoo wala ya mbuzi waume, mjapo ili kuonekana mbele zangu. Ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu, kuzikanyaga nyua zangu? Msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na sabato kuita makutano siyawezi. Maovu hayo na makutano ya ibada. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yamenilemea. Mungu anasema mambo hayo yamemlemea. Nimechoka kuyachukua. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Mikono yenu imejaa damu. Amen. Katika mistari hii kuna mahali Mungu anasema amelemewa, amechoka. Hii ni hatari. Kama Mungu anafika mahali analemewa, anachoka, analemewa, anachoka. Vinavyomchosha na kumlemea Mungu ni vile vitu ambavyo ni viovu vinatendeka kwa mwanadamu. Si kule kwa mwanadamu kuendelea kumuabudu, kumuomba au kumuita kila wakati, kumuomba kila wakati. Hilo sio shida. Ila anasema amelemewa na watu ambao mikono yao imejaa damu, taifa lenye dhambi, watu ambao hawatendi sawasawa, sheria imepindishwa, maamuzi hayaendi sawasawa. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu. Ole wake taifa lenye dhambi. Kwa hiyo hapo tunaiona dhambi ya kitaifa, uovu wa kitaifa. Mungu anawaona watu wa taifa ambao ndani yake wametenda uovu, wametenda yasiyo sawa. Hakuna haki inayotendeka, hakuna ukweli, uongo umezidi, na kuonea watu kumezidi. Anasema ni taifa lenye dhambi, na anasema ole wake. Maana yake ni hasira ya Mungu mpaka anaposema ole wake taifa lenye dhambi. Sasa hatutakiwi kuwa taifa lenye dhambi, watu wa kitaifa. Maana yake watu wenye vyeo na mamlaka katika taifa. Maana yake ndio wanasemeshwa hapa. Na simaanishi kwamba ni wao peke yake, lakini anasema na wengi hapa. Amesema habari ya sadaka hapa. Maana yake wanaokwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ole wake taifa lenye dhambi, wanaochukua mzigo wa uovu, watenda maovu. Anasema uzao, mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Kuna uzao ambao ndani yake dhambi imekuwa ni kama kawaida. Na hapa ndio Mungu anasema
watu hawa wamekuwa ni uzao wa uovu. Maana yake wamezaliwa kutokana na uovu, au wanaendeleza maovu ya baba zao. Kwenye Biblia anaeleza hiyo kitu au hilo jambo la watu wanaoendeleza uovu wa baba zao. Baba zao walikuwa waovu, walitenda hayo na wao wanapokea kutenda hayo. Lakini Mungu anasema ni ole. Ole ni hatari. Ole ni jambo la hatari. Maana yake kuna hasira ya Mungu hapo. Kuna hasira ya Mungu iko hapo. Anasema tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake. Tangu kichwani mpaka miguuni, miguuni mpaka kichwani hakuna uzima. Anasema moyo umeharibika, umechafuka. Ni watu ambao wamejaa mawazo mabaya. Ni watu ambao wanafikiria tu fedha. Kwa hiyo wako tayari kufanya vyovyote bila kujali. Na mwanadamu ajue kwamba ameumbwa na Mungu. Yeye ni mfano wa Mungu na vitu vyote ni vyake. Na vitu hivyo tunavyotaka kuvitafuta tutaweza kuvijazwa tu. Lakini kwamba tukumbuke pia vitu vyote tunaviacha. Nirudie kusema kuna watu kwenye hii dunia wanaishi kana kwamba dunia ni mali yao, au kwamba hakuna maisha tena baada ya hii dunia. Tuna muda mfupi wa kuishi hapa wapendwa, lakini kuna muda mrefu wa maisha marefu ya mbinguni. Kuna maisha marefu ya baadaye ambayo hayana ukomo, ni ya milele, yana umilele. Sasa inategemea huo milele utakuwa ni wa mateso tupu au utakuwa ni umilele wa furaha pamoja na Bwana Yesu. Kwa sababu kuna umilele wa mashangilio, yaani kuishi kwenye mateso milele, lakini wengine wataishi na Yesu milele katika furaha na mashangilio na amani na mibaraka. Atusaidie Bwana. Ole wake taifa lenye dhambi. Dhambi ya kitaifa. Dhambi ya kitaifa. Maana yake watu waliopewa madaraka na mamlaka wakitenda uovu. Wakitenda uovu. Hiyo inaitwa dhambi sasa ya kitaifa. Linahusika taifa zima. Linahusika taifa zima. Kwa sababu walio kwenye nafasi ndio wanaotenda uovu. Walio kwenye zile ngazi wakitenda uovu. Maana yake taifa linahesabika limeingia kwenye dhambi. Limeingia kwenye uovu. Sasa hivi Tanzania yetu tunasema ni nchi ya damu. Damu zimemwagika. Kila upande zimemwagika. Tayari jina limeanza kubadilika. Mungu atuepushe, Mungu aturudishe, Mungu atuondoe. Na damu ya Yesu itasimama na sisi, itabadilisha mambo katika jina la Yesu. Tunajua inakwenda kubadilisha, hayataendelea hayo kwa jina la Yesu. Na nguvu ya Mungu itang'oa, itaharibu kila sababisho na kila kusudio lililokusudiwa na hao waliosimama ambao wanasababisha hayo katika jina la Yesu. Mungu wetu anasimama nasi. Ole wa taifa lenye dhambi. Watu wanaochukua mzigo wa uovu. Mzigo wa uovu. Wamebeba mzigo wa uovu. Kuna watu wanatembea na mzigo wa uovu. Kwa hiyo ni rahisi kuumiza wengine, ni rahisi tu kuua wengine, ni rahisi tu kuibia wengine. Wanazuia haki hata za wajane na yatima. Wanadhulumu, watu wa kudhulumu. Mungu hapendezwi na watu wa namna hii. Anasema hivi katika mstari wa 10, lisikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni masikio msikie sheria ya Mungu, Mungu wenu, enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka mnazoniletea, huu wingi wa sadaka una faida gani? Mungu ategemei sadaka zetu zimfurahishe au zifanye. Wakati wa uovu Mungu haiangalii sadaka. Mungu hawezi kushawishiwa na sadaka zetu hata ziwe nyingi kiasi gani. Na sababu ni hatari sana. Wakati mwingine kwenye kanisa tunawaona tu watu wenye maovu, tunawaacha. Wakati mwingine hatuwakemei kwa sababu tunataka pesa zao. Hii ni dhambi na Mungu apendezwi na hilo, na sadaka hizo anaziita ni uchafu. Jana, somo la jana katika hii Isaya sura ya 1, ukisoma mstari wa 21, anasema mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake. Bali sasa wauaji. Tanzania iliyokuwa na haki na utulivu, lakini sasa uuaji mkubwa umezidi, umeenea kwenye taifa. Hata inafika mahali mambo yanageuka kama alivyogeuka. Ni damu za watu, ni hatari.
Anasema mahali palipokuwa na haki na utulivu na amani, lakini pamegeuka. Mji huu imekuwaje? Nchi imekuwaje? Nasema sasa wauaji. Sasa sikiliza nilichokuwa nataka kusema. Fedha yako imekuwa takataka. Fedha imekuwa takataka. Sasa manake watu wanaotenda uovu, alafu hizo sadaka wanataka wazipeleke. Kwanza Mungu ameshaziita ni takataka. Anaziona takataka. Kwa nini? Kwa sababu ni watu wanaotenda uovu, wanaotenda mabaya. Anasema hizo wingi wa sadaka, mimi una faida gani? Anasema hauna faida. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kwanza anaangalia sadaka ambayo ni moyo, mwili wetu, moyo wetu. Anaangalia moyo ambao hauna uovu, hauna hila, haujabeba mzigo wa uovu, bali umebeba neno la Mungu. Anautazama moyo, anapokea sadaka ya moyo kwanza. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai na takatifu. Miili yetu ni dhabihu, na miili yetu hii ndio inayobeba huyo Roho Mtakatifu, ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anamtazama mtu moyo wake kwanza, sio sadaka, sio vitu, sio mali. Kwanza moyo. Wewe kiongozi, Mungu anaangalia moyo wako kwanza, sio si umefanyaje na umefanya mambo makubwa. Moyo wako, na watu wamepata haki zao, unatesa, unadhulumu watu. Usitende uovu kwa kisingizio. Mungu anaangalia moyo wako ukoje. Haangalii kwamba umefanya nini. Moyo. Anataka aone haki. Anataka aone utakatifu, usafi. Anataka aone ni moyo mtu utendaye haki, sio mtu wa dhuluma, sio mtu wa kutendea watu mabaya, kuumiza wengine. Hapana. Asema Bwana, anasema nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta. Yani amesema amejaa, kama ni masadaka amejaa, kafara, mafuta, vitu vyote. Mungu ndiye mwenye vitu vyote. Yani hata tusipotoa bado yeye haishiwi na hata ishiwa. Yeye ndio anayetupa sisi. Kwa hiyo Mungu amejaa tele, wala yeye sio kutaka vitu kwetu, sisi ndio tunataka vitu kwake. Kwa hiyo anasema nimejaa, asema Bwana, nimejaa mafuta na kafara za kondoo. Sasa tuangalie, tusitafute kumfurahisha Mungu kwa vitu fulani, lakini huku maovu yametawala, damu za watu, mateso na uharibifu na uovu. Nasema ole wa taifa lenye uovu, lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu. Ole, ni hatari hiyo. Angalia. Na anapotaja sadaka, manake ni kwamba hawa watu wanaotoka na uovu huko kwenye taifa, alafu wanakuja kuingiza kanisani, hasira ya Mungu inawaka. Hataki. Ndio hiki anachokisema hapa. Ole wake taifa lenye dhambi. Haya, anasema lisikie neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma. Waamuzi manake ni watu wanaotoa haki za watu. Ni waamuaji, wanaoamua hapa iwe hivi, hapa iwe hivi. Sasa maamuzi unayofanya ni haki? Wewe uliyepewa madaraka, uliyepewa mamlaka, una maamuzi ya haki? Wewe hakimu, unatoa maamuzi ya haki au unaogopa? Bora ufukuzwe kazi lakini utende haki, usimame upande wa Mungu kuliko kasimama upande wa uovu, kwa sababu unatetea ugali wako. Kuna watu wanapalilia, wanachunga ugali. Yani maana yake kipato, kujipatia fedha, mali, manufaa. Na huku wanatenda uovu. Ni bora ukakosa vyote, lakini ukasimama na Mungu ambaye anaweza akakupa vyote tena vilivyo vya kutosheleza. Haleluya milele. Simama na Mungu mwenye haki, tenda haki. Mungu ni wa haki, anatenda watenda haki. Mungu ni wa haki, anatenda watendao haki. Tuendelee, anasema mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili ni mikononi mwenu? Mjapo kuja mbele zangu. Tunapomwendea na sadaka hizo, hao watu ambao ni mafisadi, watesi, wamefanya uovu, alafu wanajifanya kuja kanisani, wanajifanya kwenda madhabahuni na mamilioni ya pesa, wanashangilia, lakini watenda maovu. Mungu anasema nani anataka jambo hili? Mjapo mimi sitawatazama wala sitawapokea. Anasema sitapokea. Sitapokea. Anasema mstari wa 13, anasema hivi.
Msilete tena matoleo ya ubatili. Msilete tena matoleo ya ubatili. Mungu hajazuia tusitoe sadaka, ila anasema msilete tena sadaka za ubatili. Msilete tena. Ningeweza kusema na Afrika na Tanzania, sauti ikaenea kila mahali sasa ienee. Kama ukiweza kusambaza hiyo ujumbe, sambaza. Kwamba Mungu hataki sadaka za waovu. Hataki sadaka za waovu. Hataki. Maana wakati mwingine ninasema tena kanisani, kuna mahali tunanyamaza, tunawaacha, tunawabembeleza, lakini ni watu waovu, ni wala rushwa, ni watesi, wanatesa. Mungu anasema msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na sabato, kuita makutano, siyawezi maovu hayo, na makutano ya ibada siwezi. Anasema siyawezi maovu hayo na makutano ya ibada, ambazo ndani yake watu ni waovu, ambao sio watenda haki. Dhuluma imeenea, pesa imewekwa mbele. Kinachotakiwa kuwekwa mbele kwa kanisa ni watu kuponywa nafsi zao, ni Mungu kwanza, ni utakatifu kwanza, kuabudu katika roho na kweli. Shida sasa hivi kusanya mapesa mengi kwenye kanisa kumekuwa ni taabu, kumeleta shida. Ndio sababu sasa hapo hata waovu wanajiingiza, tunashindwa kuwakemea au kukataa kupokea hizo sadaka, kwa sababu tumezitaka fedha kwa kufanyia mambo mengi. Sasa si mbaya kuwa na fedha nyingi, lakini zinatoka wapi? Mungu anasema msilete tena matoleo ya ubatili. Msilete. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. Nimechoka. Mungu anasema nimechoka. Amechoka. Kuna mahali tumemchosha Mungu, kanisa, serikali, watu mnaomjua Mungu, ambao mko serikali. Kuna mahali tumemchosha Mungu. Angalia wewe uliyepewa madaraka, mamlaka. Angalia wewe uliyepewa nafasi ya kuhani. Angalia wewe uliyeitwa nafasi, unaitwa na mtoto wa Mungu, Mkristo. Mungu anasema kuna mambo tumemchosha nayo, yamemulemea. Tunamlemea, tunamchosha Mungu. Tusipeleke vitu vya uovu, tusitende uovu. Tuache, tusimame kwenye haki. Neema ya Mungu itusaidie sana. Anasema nanyi mkunjuapo mikono yenu nitaficha macho yangu. Mkunjuapo mikono yenu nitaficha macho yangu, nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Mikono yenu imejaa damu. Mikono iliyojaa damu. Damu za watu. Mungu asema muletapo sadaka sitapokea. Kwa nini? Hiyo mikono haiko sawa. Mikono miovu, imetenda maovu. Mungu hawezi kupokea. Kwanza nataka mtu asafike, awe na mikono safi, moyo safi, awe na sadaka iliyo safi, ndipo ataipokea. Vinginevyo hawezi kupokea. Kwa hiyo tusijidanganye kwenda na masadaka makubwa mengi. Tusijidanganye kwamba tunakwenda alafu huku hatujatengeneza na Mungu, au tunakwenda tunarudi kwenye mambo yale. Mungu anataka mabadiliko, tugeuke. Mungu anataka tusiitwe taifa lenye dhambi, taifa lenye uovu. Anataka tuitwe taifa la Bwana, watu wa Bwana, ninyi watawala. Mungu anataka msimchoshe. Mungu anasema tumemchosha. Angalia utawala wako, uongozi wako, popote, iwe nyumbani, iwe kijijini, iwe kwenye mkoa, kwenye taifa, kwenye kanisa, iwe kanisani, uongozi ulio nao. Angalia, usiokuwa unamchosha Mungu kwa mambo unayoyafanya. Inakuwa ni mambo ya ufarisayo, mambo ya udini, ndio yaliyotawala. Mungu hataki mambo haya. Anasema habari za makutano, habari za sikukuu, habari sijui za nini zimeelezwa hapa. Hizi ni haya anayoeleza hapa kwenye mistari ya 12, 13. Mjapo kunitolea mbele zangu, mjapo mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili? Mstari wa 13, msilete tena
matoleo ya ubatili. Alafu anasema tena mstari wa 14, sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa. Mambo hayo ni mambo ya kiibada, lakini ambayo hayampendezi Mungu, kwa sababu Mungu aangalii utaratibu wa ibada tunaojitungia na kujipangilia. Kwanza Mungu anataka aone haki, utakatifu, ukweli, usafi. Hivyo ndivyo anavyovitazama, hivyo ndivyo anavyovitaji. Sio mlolongo wa mambo mengi, tunajipangia mambo ya kidini dini tu, alafu Mungu tumemweka kando, au lile kusudi au yale mapenzi ya Mungu hatujayatimiza. Mungu anahitaji kuona kwamba tumefanya kile ambacho kwanza ndicho kinachompendeza, ambacho ndicho yeye amekiagiza, ambacho ndicho yeye anataka kifanyike. Taifa lenye uovu, dhambi ya kitaifa, dhambi ya kitaifa na mikono ya damu. Mungu anasema sitapokea, sitawaangalia, sitawatazama, sitasikiliza. Mungu anasema hata tusikiliza, hata tuangalia, hata tupokea tunapokuwa ni watu wenye uovu. Mikono ya damu, mikono iliyomwaga damu, damu za watu, mikono iliyomwaga damu za watu. Mungu hawezi kupokea sadaka yako. Mungu hawezi kupokea sadaka yako. Mungu hawezi kupokea ibada yako. Mungu hawezi kupokea maombi yako. Anasema muombapo kwa muda mrefu, nchi uliokuwa mwaminifu, watu waliokuwa wanatenda haki, lakini sasa haki imetoweka. Anasema hiyo fedha yenu ni takataka. Anasema divai yenu mmechanganya na maji. Maana yake kilichokuwa halisi safi kimeingiliwa, kimechanganywa, ni michanganyo. Hakuna tena uhalisia, hakuna tena ule ubora. Neno la Mungu alichanganywa na uongo. Biblia inasema hatuwezi kulichanganya neno la Mungu na uongo. Kama umeamua kusimama na Mungu, simama na Mungu. Angalia, usisimame tu na mipango ya kwako na nia za kwako vile unataka, alafu kafikiri Mungu atafurahishwa. Tafuta kumpendeza Mungu. Wewe uliye mwanasiasa, wewe uliye kuhani wa Bwana, wewe uliye Mkristo, wewe mtu wa yote unayesikia sasa, tafuta kumpendeza Bwana. Ishi maisha yanayomtukuza Mungu. Usiishi kwa uovu, usiishi kwa uharibifu. Angalia katika Amosi tena anavyosema. Hebu tutazame neno la Mungu katika Amosi sura ile ya 8, Amosi sura ile ya 9, Amosi 9, neno la Mungu katika Amosi sura ile ya 9 na mstari ule wa 8. Anasema, angalia, macho ya Bwana Mungu yanauangalia ufalme wenye dhambi, nami nitauangamiza utoke juu ya uso wa dunia, lakini sitamwangamiza kabisa, sitaiangamiza kabisa nyumba ya Yakobo, asema Bwana. Amina. Bwana anauangalia ufalme wenye dhambi, na anasema atauangamiza utoke juu ya uso wa dunia, lakini anasema sitamwangamiza wala sitamgusa. Kwa maana nyingine, yule aliye wa kwangu aitwaye Yakobo, sitaangamiza kabisa nyumba ya Yakobo. Akitajwa Yakobo ametajwa Israeli, akitajwa Israeli ametajwa taifa takatifu la Mungu, watu wa miliki ya Mungu waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Wanaoiamini damu ya Yesu, wanaomwamini Yesu Kristo, ndio wanaotajwa hapa kama wana wa Yakobo. Mungu anasema atauangamiza ufalme wenye dhambi. Macho ya Bwana yanatazama taifa lenye dhambi, taifa lenye uovu, aliondolee. Yani maana yake anachosema ni kuondoa mamlaka, utawala, na hao wanaofanya hayo anawaondoa kwenye nafasi, alafu anamweka mtakaye. Anasema atauangamiza. Alirarua ufalme wa Sauli, atararua hata sasa kwa wale watendao uharibifu na uovu. Lakini anasema hatamgusa mtoto wake anayemwamini, anayetenda kwa haki, anaishi kwa utakatifu. Hatamgusa, atabaki salama. Tuko salama, tuko salama tukiwa watenda haki, watakatifu, wanaosimamia kweli, wanaotembea katika mapenzi ya Mungu. Salama ipo, hakuna mashaka. Mungu ameahidi sitagusa. Lakini Mungu anasema sadaka ya mikono ya damu, au watu waliojaa damu katika mikono yao, watu waliomwaga damu za watu,
watu hao hawezi kukubaliana nao, hawezi kupokea. Mungu anataka watu wawe watakatifu. Jitakase, hakikisha umetakaswa kwa damu ya Yesu sasa. Fanya toba, omba toba. Iko damu ya Yesu inayoweza kutusamehe, iko damu ya Yesu inayoondoa maovu. Anasema mjapo ikiwa dhambi zenu zimekuwa nyekundu sana, nyekundu, anasema mkikubali na kutii mtasamehewa, mtakula mema ya nchi. Utakula mema ya nchi ikiwa umekubali kwamba Yesu ni Bwana na sasa Yesu nitakase ni rehemu, basi yeye atakutazama kwa huruma na kwa neema, atakupokea, atakuondolea kila uovu, atakutakasa kabisa. Msalaba ndio asili ya mema, tunatua mzigo hapo, tuna uzima, furaha daima, njooni kafurahini hapo. Msalaba ndio asili ya mema, tunatua mzigo hapo, tuna uzima, furaha daima, njooni kafurahini hapo. Haleluya. Litukuzwe jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante kwa neno lako, asante kwa upendo wako na huruma zako. Lihimidiwe milele jina lako na litukuzwe sasa. Asante kwa sababu umetupenda. Asante kwa sababu unatusamehe. Asante kwa sababu unaponya. Ninaomba neno hili likafanyike baraka kwa kila moja, likafanyike uzima kwa kila moja, likamtakase na kumuinua kila moja, likampe kibali na nguvu na uwezo, vifungo na uharibifu vikaondolewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tuepushe na uovu ule wa kitaifa, dhambi ya kitaifa. Damu yako ikatuoshe Bwana. Uovu ule usifanye tukaangamia, tukaingia kwenye mateso, tukaingia kwenye kipigo kama Sodoma na Gomora. Mungu, turehemu Tanzania na uweza wako kabadilishe. Nguvu zile za mateso na uonevu na umwagaji damu zikang'olewe, viti na mamlaka yake ikang'olewe kwa jina la Yesu. Nawe Mungu katende lile upendalo kwa taifa hili Bwana, kalisimamishe lile lilo pendo lako na kusudio lako katika jina la Yesu. Uweza na nguvu zako Baba yangu na Mungu wangu, ukatuwezeshe, ukatumiliki. Angaza Bwana, miliki kwa utukufu wa jina lako, yale mapenzi yako yakaendelee kutimizwa. Utukufu ni wako na nguvu. Tulinde Bwana dhidi ya wale wenye hasira na wanaotafuta namna ya kuangamiza. Mungu wangu na Baba, wekea watoto wako ulinzi, makuhani wako, watumishi wako, hata wengine Bwana wamejificha sasa. Wawekea ulinzi na amani na neema yako. Walinde, wachunge, watetee, wapiganie. Adui na uharibifu wa adui usifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tusaidie, tuoshe kwa damu yako taifa. Osha kwa damu yako ili tuwe safi mbele zako. Hata sadaka zetu ziwe safi mbele zako. Hata ibada zetu ziwe safi mbele zako. Hata maisha yetu yawe safi mbele zako. Damu yako ikaoshe kizazi na kizazi, familia zetu Bwana. Tusirithi uovu wa wale wengine waliotenda uovu. Watoto wasirithi uovu uliotendeka Tanzania sasa. Watoto wa kizazi cha sasa wasirithi ule uovu uliotendeka. Baba, naomba damu yako watenge watoto waliopo sasa na uovu mbaya uliotendeka kwenye taifa hili. Wasirithi wala wasiambukizwe wala wasitembee kwa namna hiyo. Naomba okoa, naomba ponya, naomba rejeza tena kwa damu yako Yesu, kwa neema yako. Neema yako na fadhili zako Mungu wangu zikamiliki, zikatawale katika taifa hili, katika kanisa. Tuweze kuishi katika haki na kutenda yaliyo mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Tuweze kuamua kwa haki. Nguvu yako itawale kila mahali hili haki patikane, kwenye mahakama, kwenye polisi, kila mahali, kwenye kanisa. Haki iweze kupatikana katika jina la Yesu. Haki iweze kupatikana kwa utukufu wa jina lako. Haki iweze kupatikana Mungu wetu, Baba yetu, Mfalme wetu,
katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba damu yako ikanene mema, sauti yako ikaseme na mpendwa huyu, yule ambaye ana udhaifu, amelemewa, yuko katika hali ya ugonjwa. Sasa naamuru kwa jina la Yesu, ugonjwa uondoke, udhaifu uondoke. Bwana Yesu akuponye sahi, Bwana Yesu akupe uzima sahi, Bwana Yesu akushangilize sahi, ayainue maisha yako, ayajaze nguvu na uwezo, ayape kukaa katika utukufu na nguvu, akujaze neema sasa. Damu ya Yesu kuponye kabisa, nguvu za giza ziachie, roho za mauti ziondoke kwenye malango yako. Kama si wewe, basi kwa jirani yako hapo, au kwa huyo mtoto, au kwa huyo kaka, huyo dada. Damu ya Yesu kuponye, imponye. Baba, asante kwa huruma zako kwamba unaachilia nguvu hizo, zinapita mpaka kila mahali, katika upepo, katika anga, katika ardhi, katika jina la Yesu, katika vyombo inapita na kuponya. Damu yako Yesu uponye, agusapo chombo hiki cha simu cha TV, apokee uponyaji katika jina la Yesu. Agusapo Bwana vyombo hivi, aguswe Bwana na nguvu zako, aponywe kabisa, kama tulivyogusa, kama yule aliyegusa pindo la vazi lako Yesu akapona. Hata sasa watu wako wapone kupitia sauti, kupitia vyombo hivi, waponywe, wafungulie kwa damu Yesu. Asante maana umetenda wewe, umefanya wewe. Asante kwa sababu umetenda wewe, unafanya wewe. Bwana Mungu, nashukuru na kukuomba tena, tuokoe, tuepushe na uovu wa kitaifa. Bwana, tuepushe na uovu wa kitaifa. Kanisa lako likabaki salama, kanisa lako likabaki salama, na utakatifu na kweli vikaenee, na haki ikatawale, ikamiliki. Uweza wako ukatufunike, ukatushikilie Bwana. Tuponye taifa hili, libadilishwe kwa damu ya Yesu, ling'ae, liwe mahali ambapo ni makimbilio, ni mahali ambapo pamejaa furaha na amani, pamejaa utukufu na nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Bariki, tawala, miliki. Asante Mwokozi, amen. Mungu Baba Mwokozi akubarikie sana, akuangazie nuru za uso wake. Pokea namba, lakini pia nikukumbushe kusubscribe kama hujafanya hivyo kwenye YouTube hii au kwenye chombo hiki. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare na kulike na wengine. Hapo kwenye simu yako kuna mahali amekuandikia hiyo kusubscribe, kushare, kulike. Basi naomba fanya hivyo kwa utukufu wa Bwana Yesu. Namba ambazo unaweza kuwasiliana na mimi au kwa wale wanaohitaji kwa ajili ya sadaka, namba ni 0787 62 75 91. Nairudia tena, hiyo namba ni ya Airtel 0787 62 75 91. Namba ya Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Bwana akubariki. Endelea kutuombea na sisi katika huduma ya injili ya vijiji kwa vijiji na miji kwa miji. Iendelee, nawe karibu kushiriki kwa utukufu wa Bwana Yesu. Amen.